بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tuko tuogelea katika bahari ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika bahari ya rahma, 10 la kwanza la rahma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba atufinike na rahma yake, awarahamu na sisi atupe rahma wakati tutakapokuwa tumefika katika hali waliokuweko wao. Tuko katika Ramadhani. Mwenyezi Mungu aya hii, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuko hapa katika kueleza la'allakum tattaqun. Hapa kuna mengi ambayo yako ndani yake mpaka kufikiria katika kile au lengo tuwe ni muttaqin. Kuna mengi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha ndani yake, ametuwekea ndani yake, yako ndani ya mwezi huu wa Ramadhani katika hali za kufunga. Bali tuache alladhina amanu, tuache asiyam. Haya wengi katika ndugu zetu inshallah taala waendelea kuyaeleza kama namna na sisi tueleza katika kipande cha mwisho. Tukasema darsa ya kwanza ya jana kuwa kitu cha kwanza muhimu al-ikhlas. Tufundishwa namna gani ya ikhlas, namna gani kumtakasia Mwenyezi Mungu, namna gani kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukayaeleza mengi ambayo katika yamezoelezwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia sadaqatu sir tudfi'u ghadab ar-rabb. Sadaka ya siri huficha au huzima hasira za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Au tuiweke kwa upana, amali za siri huficha huzima hasira za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, amali za dhahiri, amali za kujionyesha, amali za kuonekana huwasha hasira za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apenda na yuwafurahika wakati amali zikiwa za siri, zamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bimaana ikiwa zazima hasira zake, ina maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwafurahika. Kwa hiyo Mungu Subhanahu wa Ta'ala afurahika wakati akifanyiwa amali za siri. Bila shaka mwezi huu wa Ramadhani, ndani ya mwaka huu, katika hili mitihani ambapo kwamba watu walionayo, amali nyingi zitakuwa ni za siri. Swala ni za siri ndani ya majumba, zaonekana wazi kwa kuwa hizi ni zile swala ambazo zampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sadaka za kupeana zitakuwa ni za siri kwa sababu hazitakikani zionekane watu wakitangamana, zitakuwa zamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala za tarawih zitakuwa ni za siri ndani ya majumba, zitakuwa ni zile zinazomridhisha Mwenyezi Mungu na kumfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaka ambazo twalikiziona watu foleni, wakipigishwa foleni, wakianza kupewa mmoja mmoja, tutakuwa hatuzioni safari hii, zitakuwa ni za siri
yule mwenye zaka yake atamtafuta mtu alipo, kwa sababu asionekane amepanga watu kwa namna ambayo serikali au sheria za watu wa health hazitaki. Kwa hivyo itabidi afuate yule mwenye kupewa kama namna ilivyo inavyotakikana ndani ya sheria ya Kiislamu. Atafutwe yule kwamba mwenye kupewa zaka apewe. Kwa hiyo zitakuwa ni zile za kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ibada zote kwa jumla. Laala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta mtihani kama hunu ili kutuangalia ikhlasu zetu, ili kutuweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufurahika na amali zile tutakazomfanyia katika mwaka hunu, katika Ramadhani hii ambayo kwamba tulionayo. Kwa hivyo haifai sisi kuwa tutaudhika sana katika mambo ambayo kwamba yalikuwepo. Inshallah Taala haya na namna tutakazozifanya ndio zitaweza kumridhisha. Kwa hiyo sadaka ikiwa ya siri, amali zikiwa za siri, amali kama hizi zitakuwa zamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu zimekuwa na ikhlasi ndani yake. Tumezitakasa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wamesema mengi sana katika ikhlas, wakaipa ikhlas kipaumbele, wakaipa ikhlas mambo ya mbele, awaliyati katika amali, katika kufanya watu wawe watakuwa mstari wa mbele. Kitu cha kwanza waweke ikhlas katika zitu zao wanazozifanya. Wakasema al-ikhlasu shimatul afadhil, ikhlas ndio umbo au ndio alama au ndio tabia ya kuambata watu bora katika watu. Wale watu bora utawaona wanao ikhlasi katika amali zao, wanafanya ikhlasi katika amali zao. Kinyume chake, ikiwa hutakuwa na ikhlas, utakuwa katika afadhil nas, utakuwa katika watu bora. Kwa watu bora huweka ikhlas mbele yao, wakamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika ulama wasema al-ikhlasu fawzun, ikhlas ndio kufuzu. Ukitaka kufuzu katika mambo yako, basi yafanyie ikhlas. Ukitaka kufuzu katika amali, ziwe na ikhlas. Ukitaka kufuzu pia katika urafiki wako uwe na ikhlas, undugu wako uwe na ikhlas. Mambo yako yote, hata kazi yako unaoifanya ya kidunia, wewe namna utakavyoamiliana na wafanyikazi wako uwe na ikhlas ndani yake. Utaamiliana nao vizuri na watakusikiza uzuri na watakuwa na wewe bega kwa bega. Al-ikhlasu fawzun, ikhlas ndio kufuzu. Al-ikhlas malakul ibada, ikhlas ndio yenye kumiliki ibada. Malak, ikhlas ndio imeshikilia zile ibada. Ibada zetu zote zimeshikiliwa na ikhlas. Walau la ikhlas, basi itakuwa hatuna ibada, hatuna chochote lao si ikhlas. Kwa hiyo ikhlas yetu ndio ambapo kwamba imetushikilia zile ibada zetu. Ibada zetu zimemilikiwa zote na ikhlas. Kwa sababu ya ikhlas ndio ibada zimeweza kutiwa mkononi katika mkono wa ikhlas. Kwa hiyo ni bora sana watu wawe watakuwa na ikhlas. Wakasema pia al-ikhlasu ghayatud din, ikhlas ndio mkomo wa dini, kilele kule juu kabisa. Ghaya, mkomo wake ni ikhlas. Dini yote imeshikiliwa na imekuwa na ikhlas. Mkomo wake ndio wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungu ataka ibada pekee, na hizi ibada haziwi ibada bila ya ikhlas. Kwa hiyo na ikhlas iko juu, iko katika kilele. Kabla hujafanya ibada,
jifundishe kuwa na ikhlas. Kabla ibada yako hujaingia ndani yake, basi tia nia mwanzo ya ikhlas, ya kuweza kumfanyia ikhlas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhlas ghayatul iman. Ikhlas ndio mkomo wa iman. Iman mkomo wake ni al-ikhlas, mwisho wake kabisa tuwe na ikhlas. Ndio ya ayyuhalladhina amanu, katika aya tuliyosoma, aya ya siyam, ile ya ayyuhalladhina amanu, hii ni imani haitimii mpaka mwisho la'allakum tattaqun, mpaka huku tukusanyishe al-ikhlas, ndio huku imani iwe imetengea. Ile tattaqun mwisho wake ndio huku imani tutakuwa tumenadiwa kisawasawa, kwa kuwa sisi ndio ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hiyo tusipotengeza ikhlas, basi imani hazitatengezeka, imani hazitakuwa sawa sawa. Na ikiwa mwisho hakui kuzuri na mwanzo hakui kuzuri, basi katikati ya siyam hapa zitakuwa na matatizo. Siyam zitakuwa katika matatizo, tutakuwa twakaa rubba kam min sa'imin laysa fi siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Wangapi ambao katika wenye kufunga na hawaandikiwi wala hakuna katika siamu zao illa al-ju' wal 'atash, isipokuwa huandikwa amekaa na njaa, amekaa na kiu katika siamu zao. Kwa hiyo lazima tutengeze ikhlas zetu, ndio ziwe zile imani zimekuwa sawa sawa. Ndio wengine wakatuambia ar-rajulu, ukitaka kuona mtu wa sawa sawa, mtu wa sawa sawa ni upi? Ar-rajulu bi sarahatihi fil qawl wa ikhlasihi fil amal. Mtu wa sawa sawa ni mtu mwenye saraha, mwanamume kisawa sawa ni mtu ambaye kwamba ni mwanamume ana saraha katika maneno, maneno yake ni sarih, maneno yake yako wazi, maneno yake yaeleweka, maneno yake ni mazuri, maneno yake yaonekana na vitendo vyake, kisha vitendo vyake na amali zake. Ikhlasihi fil amal, utampata ana ikhlas katika amali ambapo kwamba anazozifanya. Huyo ndio ar-rajul, huyo ndio mwanamume kamili, huyo ndio mwanamume ambaye kwamba alokamilika. La tahtam bisur'ati al-amali bal jawdatahu, usiwe na hamu sana, una uharaka wa kufanya amali, bali fanya uharaka wa jauda, ile amali katika kiini chake, amali katika utamu wake, amali katika bongo lake. Ikhlas, uwe na katika haraka katika kuitengeza ile amali iwe tamu, amali yako iwe na ikhlas, amali yako unayoifanya iwe yamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio haraka atakayoifanya, lakini usiwe na haraka katika kufanya. Kila mmoja sahizi kuna haraka, binadamu wameumbwa katika haraka. Khuliqa al-insanu fi ajal, binadamu ameumbwa katika haraka, ataka vitu vya haraka haraka, ataka mambo yaende haraka haraka. Ndio utaona kila kitu tumekiweka namna hiyo. Hata katika mapishi, zamani watu walikipika masaa, mwanamke akiingia jikoni atakaa muda wote aumalize jikoni yopika. Lakini siku hizi kila kitu ni stima. Akitaka kupika wali atajiwekea nusu saa, wali umeshaiva. Akitaka kupika nyama ataweka jiko lake lile la stima, ataweka kwa muda wa dakika 10, nyama tayari utata. Kiasi ya kwenda msikitini kumeadhiniwa ndio huko hubandikwa chakula, mkirudi kutoka kuswali watu hula. Hii ndio namna ilikuwa ajali. Kwa hiyo tusiwe na ajali katika kuwa tunataka kufanya amali ziwe nyingi, ziwe za haraka, ziwe
tutazifanya kwa kushindana, lakini tuwe na haraka katika jaudatul amal, ile amali iwe mzuri, amali iwe itapendeza, amali iwe itafurahisha, itamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yakfi, haitoshelezi an ta'mala khairan, uwe utafanya khair, haitoshelezi uwe utafanya khair, bal yajibu an tuhsina al-amal, yatakikana mtu aifanye uzuri amali yake. Haitoshelezi tu tuwe tutafanya khair. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ingelikuwa amesema alladhina amanu wa amilu, innal ladhina amanu wa amilu, akakoma hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ingelikuwa amali zetu ndara, watu watajifanyia kitwa chini maguu juu, watu watakwenda hawajui hii ni sawa, ingekuwa zitatanganywa zitu tutu kwa ufu, kwa hakuna kujulikana hichi wala kujulikana kile. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifunga zitu, akasema alladhina amanu wa amilu salihat, wakafanya amali zenye kusulihi kuwa ni amali. Amali sio kwa zafanywa tu namna hii, basi tumeambiwa tuswalini tu, uswali bila udhu, uswali udhu hukukamilika, uswali huna khushu, uswali utaingia katika swala una mawazo yako, uswali la, amilu salihati, tutafanya zile amali lakini zenye kusulihi, tuwe na haraka an tuhsina al-amal, ile amali iwe mzuri, amali iwe ya sawa sawa, amali iwe ya kufurahisha, amali iwe na ikhlas ndani yake. An tuhsina al-amal, ikhlas ni mlango mkubwa sana. Ikhlas ni katika kila kitu. Leo ikiwa mara nyingi sana kalima cha ikhlas, 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 ikhlas zetu ziwe ni ikhlas. Tukitaka amali zetu ziingie ikhlas, je, tufanye nini? Al-Imam Al-Sheikh Al-Kabir Abu Al-Abbas Al-Qurtubi ambao ni mmoja katika wenye kufasiri Qur'ani, Al-Imam Al-Qurtubi atuambia maneno haya, tukitaka tufanye msaada wa amali zetu ziwe na ikhlas. Mimma yu'inuka al-ikhlas, mimma yu'inuka ala al-ikhlas, katika mambo ambayo yatakusaidia wewe uwe utakuwa na ikhlas, mambo ambayo kwamba yatakusaidia wewe uwe na ikhlas ni mambo gani? Akasema ni mambo matatu. La kwanza, antaghlika babaka alayk, ufunge mlango wako, ujifungie mlango. Ina maana wakati utakapokuwa wafanya amali zako, uwe utazifanya amali zako kwa siri, amali zako ziwe zitakuwa hazionekani, amali zako zitakuwa ndani kwa ndani. Antaghlika babaka alayk, ufunge mlango wako. Angalia sera za watu wengi waliokuwa wema watukufu, mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume mpaka salafu salih ambao kwamba walikuja mpaka kwetu sisi, walikuwa wana kitu huita khalwa. Khalwa ni mtu hutoka akaenda pahali ambapo kwamba haonekani na yoyote, akawa atafanya amali zake kwa siri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikitoka akienda Ghari Hira. Ghari Hira ni jabali ambalo kwamba liko juu, wakati huo katika pori
kuna wanyama ambao kwamba msituni Mtume sallallahu alaihi wasallam huingia katika pango kama hiyo, akawa peke yake akifanya ibada peke yake kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Antaghlika babaka alayk. Leo watu wote wameambiwa fungeni milango yenu, stay at home. Antaghlika babaka alayk. Wallahi ndio wakati mzuri sana wa kuwa mtu ikhlasi yake. Moja katika litakalotusaidia kuwa kana ikhlas ni hapa ndani ya majumba yetu. Watu wafanye ibada zao ndani ya majumba yao, wasome Qur'ani yao ndani ya majumba yao, walete swala zao na adhkar na kila kitu. Zile tasbihi tulikuwa tukiziona zikizunguka barabarani, tasbihi zile ziweko ndani ya majumba. Watu walete zile tasbihi wamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo moja linalotusaidia ni hili tumeletewa la kutusaidia katika ikhlas, ni kuwa mtu awe atafunga mlango wake. Antaghlika babaka alayk. Ufunge mlango wako nyumbani kwako. Watu siku ya kiyama, kuna watu watakuwa katika dhiki sana ya jua, takriban watu wote isipokuwa watu saba. Watu saba ambao watakuwa katika kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika watu saba ni rajulun tasaddaqa bisadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Mtu ambao atakuwa ametoa sadaka yake ikawa ni yasiri, akaweza kuificha sadaka yake mpaka mkono wake wa kushoto usijue mkono wa kulia watoa nini. Huyu atakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu amefunga mlango wake, mlango wa kuonekana na watu, mlango wa kuwa watu wamuone. Kwa hiyo moja katika sababu ambazo zitatuletea tuwe na ikhlas, antaghlika babaka alayk. Mtu afunge mlango wake. La pili, watuhafidha ala amalik min ittila'i nasi alayk. Uwe utadumisha amali yako, watu wasiweze kuiona amali gani wewe waifanya. Baada ya kuwa umefunga mlango wako uko ndani, amali yako idumishe. Usiikate ukasema basi mbona twaswali lakini hatuna morali bwana, niko nyumbani tu peke yangu. Hatuna morali, tuko kidogo. Nani ambaye kwamba ataniona? Min ibtilai nasi alayhi. Uwe utaidumisha ile amali yako, uwe na hadhari ya kuwa mtu asije akakuona, mtu asije akawa yukuona katika amali yako kama ile, isionekane wafanye nini. Hapo ndio moja pia katika lile ambalo kwamba litaweza kutusaidia tuwe na ikhlas zetu ziwe zitaingia. La tatu, wala tuhaddith bihi ahadan hatta nafsak. Usimzungumzie mtu yoyote hata nafsi yako. Usimzungumzie yoyote katika yale ambayo kwamba unaoyafanya baada ya kuwa umefunga mlango, baada ya kuwa umedumisha katika amali, umeendelea katika amali zako kuzifanya. La tatu, usimzungumzie yoyote. Sio umefanya mambo yako usiku ya amali zako za usiku, asubuhi useme bwana mimi nasinzia kweli bwana, jana nimeswali tahajjud, jana nimesoma Qur'ani sana usiku sijalala bwana. Basi yote takuwa umeivunda, yote takuwa umeiharibu. Mmoja katika wanazuoni aliingia katika rafiki yake akamwambia bwana niletee maji. Yule mwenye nyumba akamnadia mtoto wake, mletee shekhe maji na glasi ya hija ya mwaka huu, usimletee ile ya mwaka jana. Yule shekhe akasema miskin kad afsada hijjatain. Maskini huyo ameshaharibu hija zake zote mbili. Maana ya kusema yale
ilikuwa ataka kumjulisha yule shekhe kwa kuwa amekwenda hija mwaka jana na amekwenda hija mwaka huu, amehiji mara mbili, ili watu wapate kumuona, ili watu wapate wala tuhaddith bihi ahadan, usimzungumzie mtu yoyote katika amali ambazo kwamba unazozifanya. Usiseme mimi natoa sana, mimi nawapa kina fulani, mimi nawapa fulani na fulani, mimi natoa kiwango fulani. La, haya yawe ni yako, swala zako ulizoziswali, namna ibada yako ulioifanya, hii iwe ni yako peke yako. Usitake watu wajue wala watu wakuone. La tuhaddith bihi ahadan, usimzungumzie mtu yoyote. Moja katika visa vilopatikana katika Nasiruddin alipokuwa akiswali, watu waliokuwa nyuma yake, swala yake ilikuwa ya khushui sana, swala yake ilikuwa mzuri sana, aswali kwa utaratibu, aswali kwa upole, kwa khushui, ana sijda akihakikisha ni sijda, rukuu ni rukuu, itidal ni itidal. Basi wakaanza kumsifu na huku akisikia fulani mashallah aswali vizuri sana, swala yake ni ya khushui, swala yake ni mzuri, swala yake ni ya sawa sawa. Basi alipomaliza swala yake akageuka akawaambia wale watu, si swala tu na swali vizuri, bali kufunga pia nafunga vizuri, kama kuonyesha wale watu mimi nafanya hivi na vile na vile, kwa sababu ya kuonyesha. Usimuonyeshe wala usimdhihirishie mtu yoyote, hata nafsi yako, amali unazozifanya usizionyeshe katika nafsi yako, wala usijizungumzie nafsi yako kwa kuwa wafanya amali nzuri. Useme sisi tumeshinda wengi katika watu, mimi katika ninayoyafanya watu wengi nimewashinda katika amali zangu, mimi nafanya mazuri, mimi nafanya ya kheri, mimi nafanya. La, haya yasiweko. Usiweze kumuonyesha wala kumdhihirishia wala kumwambia yoyote wafanya nini, wala usiambie pia nafsi yako kwa kuwa wewe wafanya mazuri ndio italeta uende katika ria, katika kwenye kujionyesha. Haya yote yataka tumfanyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio katika ibada mzuri sana, na katika ibada wakati tunapotia nia ya kuingia katika ibada, nia ya ikhlas iwe itafuatana moja kwa moja katika wakati tunapotia nia. Ndio bora katika tunapotia nia ya ibada zetu, ili tuingie katika ibada ziwe mzuri na ikhlasi ndani yake, ni kuwa tutie nia imtithalul amri li ta'ati llah, tuwe tufuata amri ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibtighaa mardhati, kwa ajili ya kutaka radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya tunaoyafanya tutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu apate kuridhika. Si tufanya kwa sababu tuingie peponi, si tufanya kwa sababu tuwe watu bora, si tufanya kwa sababu tuwe watu watatuona sisi tufanye nini. La, yote haya tuyafanya kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atawaingiza watu peponi kwa sababu ya radhi zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atakapokuwa siku ya kiyama awaingiza watu Mwenyezi Mungu peponi, atawaingiza kwa radhi zake na rahma yake. Huyu nimemridhia kwa rahma yangu aingie peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa na Fatima, hata wewe ya Rasulullah? Akamwambia hata mimi, illa an yataghammadani Allahu
birahmati, mpaka Mungu anifinike na rahma yake. Rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupata ni ridha, radhi zake ndio rahma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo siku ya kiyama pia tutaingizwa peponi kwa sababu ya hii ni radhi ambayo kwamba tuitafuta kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu atuingize nao. Kwa hiyo mambo matatu ambayo kwamba yataweza kutusaidia katika ikhlas ni kuwa antaghlika alayka babak, uwe utafunga mlango wako. La pili, tuhafidha ala amalik min ibtila'i nasi alayk, uwe utadumisha amali yako na kuweza kuonekana na watu. Na la tatu, la tuhaddith bihi ahadan, usimzungumzie mtu yoyote, hata nafsak, hata nafsi yako. Haya mambo matatu tukiyashika, tukiweza kupractice mambo matatu kama haya, basi ikhlas itaweza kuingia. Ikhlas tutaweza kuipata ndio tuweze kufaulu siku ya kiyama, kwa sababu tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Kesho inshallah Ta'ala tutaeleza ni mambo gani ambayo kwamba yaharibu ikhlas, yaweza kutuharibia ikhlas zetu, ili tuweze kujikinga nayo yasitupate inshallah Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie minas suadai maqbulin wala taj'alna minal ashqiyai maqbudin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.